Muziki ni moja ya vitu vya muhimu katika maisha ya mwanadamu. Pamoja na vitu vingine, muziki ni kitu kilichoumbwa na Mungu kwa kuwa kina mchango mkubwa katika maisha ya mwanadamu, katika nyanja za kihisia, kiroho na kijamii pia. Katika muktadha wa imani na dini mbalimbali, muziki unaweza kutumika kama njia ya kumwabudu Mungu, kuonyesha shukrani na kuungana na wengine katika ibada. Muziki una uwezo wa kugusa hisia za ndani za mtu na unaweza kuhamasisha furaha, huzuni, matumaini na hata kuleta uponyaji katika moyo wa mtu. Naam, muziki unachukua nafasi ya pekee katika maisha ya mtu, ikiwemo kipengele cha kimaadili. Swali kubwa la changamoto nalokupatia leo, unasikiliza muziki wa aina gani? Kutana na Mikaya Kabuka, mmoja kati ya wanamuziki katika nchi ya Tanzania, katika kuelezea umuhimu wa kuimba muziki wenye maadili. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nashukuru sana mtangazaji. Unajisikiaje kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri? Nafurahi, nimefurahi sana kuwa hapa. Ya, naona siku nyingi hatujaonana na ndevu zimekuwa kidogo. Umri unasogea. Ya, basi katika kipindi chetu cha leo ni kukaribisha sana katika mada ambayo tuko nayo. Tunazungumzia vijana na maadili, hasa katika swala la muziki. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na wimbi la nyimbo ambazo hazina maadili katika jamii na zinashabikiwa sana na vijana wetu. Una lipi la kusema kuhusiana na nyimbo hizi? Mimi ninajitafsiri swala hili kama sehemu ya njia mbili. Kwanza ni jamii, namna ambavyo imetengeneza mazingira ya aina fulani ya nyimbo kupendwa. Nyimbo sasa hivi ili itoke lazima uimbe matusi, ongeongee lugha ambazo sio nzuri, lakini wasanii pia wamesahau kwamba wao ni vioo vya jamii. Jamii inawatazama, kila unachokiimba jamii inaikichukua kwa namna tofauti. Mimi nadhani ni kila mtu kusahau nafasi yake. Asante sana. Kuna kitu umegusia hapo, ukasema aina fulani za nyimbo za matusi. Una maana gani na jambo hilo? Kwa mfano, labda mtu anaamua kuimba, anasifia drugs, labda bangi, unasifia shisha, unasifia pombe. Nadhani inachochea mmomonyoko wa maadili kwenye jamii. Tarehe 14 ya mwezi Septemba, Millard Ayo katika studio yake ya Ayo TV alifanya mahojiano na mwanamuziki wa Bongo Flava anayejulikana kwa jina maarufu Chid Benz. Mwanamuziki huyu alitoa uzoefu wake wa maisha ya zamani akiwa katika muziki, na moja kati ya vitu vya maana sana alivyovisema ni juu ya muziki usiofaa una chanzo chake na yule shetani. Kwa kauli hii, Chid Benz anawaongoza vijana kufahamu ya kwamba kusikiliza miziki isiyofaa kunaweza kuwafanya wakashuka kimaadili na hivyo wakawa ni watu wasiofaa katika jamii. Huyu hapa Chid Benz, msikilize. Maisha mengi yalikuwa uongo. Nafikiri hata sasa hivi pia maisha mengi ni ya uongo. Alafu vijana hawajui. Hawajui kwamba kwanza hii kazi ni kazi mbaya, unajua. Ni kazi ya kishetani na sipendai kutamka hilo, lakini kazi ya kishetani. Kwa nini? Mbaya sana, mbaya mamangu sana. Si unaimba muziki, unakaa stage, watu wanaimba na wewe. Hakuna mtu anayeamua hivyo, ni jamaa tu. Wewe umeshaelewa ninachoongea? Mimi watu wanazimia, mimi nishafanya show watu wanazimia. Hata juzi nimefanya, yani watu wanalia, mtu anakuja analia, anafua nguo nini. Sasa ile maana yake unamshika yule na roho. Alafu anatakiwa kushika roho, unajua ni huyu Mungu. Kwa hiyo mbaya inakuadhibu mahali. Kuna mahali inakuadhibu. Ndio maana sisi tunapata sana matatizo mengi watu bila kujua. Na mfano hata magonjwa. Mfano ukisikia Tupac alipigwa risasi. Biggie alia blow. Left eye Bob Marley cancer. Yani sisi huwezi kusikia. Yani naweza kukutajia wasanii wote Whitney Houston drugs. Amy Winehouse drugs. Yani tunakatwa yani pop. Hivyo yani kwa sababu watu vijana wengi hawajui hilo. Kwamba maisha unayoingia inabidi utekea. Unajua pia
Sijui kama wapo, lakini wasanii ambao hawatumii pombe au bangi au madawa au nani. Hiyo ni safi sana kama yupo. Wapo. Wapo Kabisa. Nani mfano? Wapo. Nani mfano? Tupo. Nani mfano? Jitaje pia si msanii ama unatumia? Wapo. Tusijiweke beba mtangazaji. Wapo. Okay. Mfalme Sulemani, mfalme mwenye hekima, aliandika maneno haya katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ni wito wangu kwako kijana, linda moyo wako. Usisikilize tu nyimbo ambazo zinaimba matusi, nyimbo ambazo zinaimba mambo yasiyofaa, nyimbo ambazo ukizisikiliza hata moyo wako unaumia. Sikiliza nyimbo zitakazo kuinua na kukupeleka kwa Mungu wako. Mungu akubariki sana. Hii ni Vijana na Maadili. Yeye anaitwa ni Kabuka Mikaya. Yeye ni mmoja kati ya wasanii nguli kabisa wa tasnia muziki, na umemsikia kwa yale ambayo amekuwa nayo akitueleza kwa habari ya muziki na maadili. Karibu sana, endelea kufuatia channel yetu. Mimi ni mtangazaji wako Godliven Maximilian Guest.